Kipindi hiki kimedhaminiwa na Mwangaza Mtaani, ongeza maarifa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mtazamaji wa Mwangaza Mtaani. Leo tuko katika maeneo ya Forodhani ndani ya jiji la Tanga, Tanzania. Naitwa Al-Mubajjal Ilyas Ibn Shaban, nyuma ya kamera amesimama Best Hafidh. Na leo kama ilivyokuwa ada, Mwangaza Mtaani, lengo ni kuzidishana maarifa na kupeana namna gani yale ambayo tunatakiwa kuyajua na namna gani katika maarifa tunaongezeana kupitia mitaa yetu na uelewa wa kila mmoja. Leo tumekuja kivyengine, hatuna swali isipokuwa tunataka kujadiliana kwa pamoja kuhusiana na kile ambacho tunakishuhudia katika maeneo yetu. Tukiwa tuko katika kipindi hiki cha mvua, tunawashuhudia kina dada wakiwa wanakwepa tope. Yani unamkuta dada amefika katika sehemu ambayo maji yametuama, anakwepa tope, lakini wakati huo anafunua nguo zake na kuacha mwili wake mpaka magoti ama mpaka mapaja yakiwa yanaonekana, kwa sababu tu nguo yake isiwe ni katika zile nguo ambazo zitakuwa zimechafuka, yani kwa maana nguo yake isichafuke. Sasa mimi leo tumefika hapa Mwangaza Mtaani kwa ajili ya kuweza kujadili kwa pamoja nguo na mwili wa mwanadada kama huyu, ni kipi kina thamani? Je, nguo yake ina thamani zaidi kuliko mwili wake mpaka anaogopa nguo yake kuchafuka? Twende kwa pamoja tukasikilize watu mtaani wanalizungumziaje hili. Kama nilivyokueleza, leo tuko maeneo ya Forodhani. Kwako wewe mtazamaji, hatuja kuacha patupu. Elewa ya kwamba kuna vocha maalum tumeweza kukuandalia. Fuatilia kipindi, vocha tutaweza kukupatia insha Allahu azza wa jalla. Lakini kwa yule ambaye ataweza kukutana nasi, basi mashrubati, kinywaji maalumu kimeandaliwa kutoka kwa Shankawi. Kama ilivyokuwa ada, zawadi zinatoka huko. Twende kwa pamoja. Mwangaza Mtaani, ongeza maarifa. Mzee wangu, asalamu alaykum warahmatullah. Alaykum wa rahmatullah. Kwema kabisa bwana. Kwema bwana. Mambo mazuri? Mazuri bwana. Naona upo unahangaika kidogo kutafuta riziki. Sasa. Ndio mwenye mishkaki pale? Ndio mimi. Huu ni Mwangaza Mtaani. Tumefika hapa, hii ni Idhaatun Nur. Tuko maeneo ya 12. Mimi naitwa Al-Mubajjal Ilyas Ibn Shaban. Mwenzangu anaitwa? Mimi naitwa Rajabu Ayubu. Rajabu Ayubu. Kuna baadhi ya tabia hizi ambazo wanazifanya madada zetu hasa katika kipindi hichi cha mvua. Wanapoona tope njiani, basi mtu anajaribu kunyanyua nguo zake ili asikanyage tope, wakati huo akijisahau ya kwamba mwili wake anaudhalilisha. Je, anapofanya hivi mwili wake utakuwa una thamani zaidi kuliko nguo zake, ama nguo zitakuwa zina thamani zaidi kuliko mwili? Sasa pale kaudhalilisha mwili. Baada ya kuufunua. Baada ya kufunua ili atetee nguo yake isichafuke. Kwamba pale kajidhalilisha tu, ila yeye mwenyewe haelewi kwamba hapa mmefanya nini. Kwa hiyo nini alitakiwa afanye? Na tope hizo hapo afanye? Pale ilitakiwa tu kwa sababu ameamua ile nguo yake ni ndefu, angekanyaga vile vile tuna ile tope. Nguo yake ikachafuka, alafu akaenda kufua. Lakini kuliko kufunua kuonyesha sehemu za mwanamke zenye sio vizuri. Sio vizuri. Haya, mpe neno basi yule ambaye anakutazama pale, mwambie mwenye tabia hii nini ambacho anatakiwa afanye na unamnasibu afanyeje? Mtu namna ile ukimuona namna ile akifanya vile, mwambie dada, usifanye hivyo bwana, telemsha nguo yako. Lakini kuliko utamwambia maneno mabaya na utamwambia ule ukweli, ataona wamwambia vibaya, anaweza kutukana. Mwingine anakuambia bwana, dera la thamani hili. Dera la thamani. Sasa nawe utamwambia hilo dera lako na huo mwili wako chenye thamani nini? Takuwa yeye mtalumbishana kimaneno. Kwa hiyo basi pale wewe mwambie tu pale, kafunika hakufunika, basi pitana naye tu. Umesema unaitwa Rajab? Mimi naitwa Rajabu Ayubu mzee. Mashaallah. Shukran sana bwana. Asante. Bila shaka umeeleweka vizuri. Sasa. Poza koo hiyo hapo bwana. Asante. Shukran sana Rajab. Asante sana.
Ni maeneo ya Forodhani ambapo tupo na kama ambavyo unashuhudia, hicho ndicho ambacho ndugu yetu ameweza kukieleza kuhusiana na kile ambacho tumeweza kumuuliza. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kwema kabisa? Kwema. Kwa majina naitwa Al-Mubajjal Ilyas Ibn Shabani. Hii ni Idhaatun Nur, Mwangaza Mtaani. Mwenzangu naitwa Ibrahim Said Omar. Ibrahim Said Omar. Mkazi wapi? Wa Mnyanjani, Tanga. Okay, mkazi wa Mnyanjani, Tanga. Nimekuona Forodhani hapa. Vipi, kwema? Kwema. Nimekuja kutembea tu. Kupoteza kidogo mawazo. Leo tunajadili katika Mwangaza Mtaani kuhusiana na baadhi ya kina mama. Tunashuhudia kipindi kama hichi cha mvua, wakiwa wanapokutana na tope ama maji, basi wanapandisha nguo zao kwa kuogopea eti nguo zisije zikachafuka. Sasa kipindi anapofanya hivi, au kwa huyo anayefanya hivi, mwili wake una thamani ama nguo zake ndio zitakuwa zina thamani? Wallahi, tukisema mwili wake ndio una thamani kwa Allah tabaraka wa taala. Akifanya hivyo katupa vile vigezo alivyomwekea Allah tabaraka wa taala. Na hususa madada zetu hawa wa siku hizi, yani wamekaa kutega wanaume. Yani wanawatega vipi tena? Yani tuseme kutega wanaume kama si vijana, wallahi tupata shida sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kaacha fitna, na fitna hii ni wanawake. Hadithi ni sahihi hiyo. Hii fitna moja kubwa ya wanawake hii, wallahi si vijana. Useme hizi sunna hizi siku hizi imekuwa ni ngumu, lakini si ngumu yani ukiwa mchaji Allah tabaraka wa taala. Umesema kwamba kina dada siku hizi wanawatega wanaume. Wanawategaje? Yani kutokana na yale mavazi yao, kama tuzungumzie haya mabaya au mapashmina. Mtu akishanunua wale mabaya au mapashmina, yuaenda kwa fundi, yuaenda kuyapunguza, yani yambane, yani lingane na ule mwili wake. Kwa kwenye kiuno huku anataka modo. Modo yani alingane yani. Ndio. Kwa hiyo wakati huo anaudhalilisha mwili wake. Kama kijana ambaye hajasoma dini, utamkuta kakaa, hii nishashuhudia kwa baadhi ya watu, nikakaa nao pale. Kijana kakaa pale tena nakutia mashaallah. Subhanallah. Ukimuuliza anapongeza, asema mambo haya akiondoka sisi tujui tutaka hali gani. Ni mtihani yani. Maana huyo ametegwa akategeka sasa. Yani kategwa akategekwa. Yuko ndani ya mtego. Unaambiaje kina dada sasa hawa ambao wananyanyua nguo zao wanapoona tope ama maji, unaambiaje? Wallahi hili jambo Allah analichukia sana. Usinyanyue nguo yako, bora ichafuke utaenda kufua. Yani hiyo, yani natoa tambiri, yani usinyanyue nguo yako, bora ichafuke nguo yako inge matope, lakini kwa Allah usalimike. Bora moto wa huku duniani kulikoni wa Allah. Bwana, umesema unaitwa? Naitwa Ibrahim Said Omar. Shukrani sana. Umeeleweka bwana kwa kile ambacho umeongea. Sawa, nimeelewa. Asante sana. Poza koo bwana. Umeongea vizuri sana. Shukrani. Allahumma amin. Asante sana. Mtazamaji, kama ambavyo umemsikia ndugu Ismail akiwa ameweza kunena kile ambacho ameweza kukisema kuhusiana na yale ambayo tunayajadili kwa pamoja. Maeneo ya Forodhani bwana, watu wakati huu wakiwa wamepoa na kila mmoja bwana akihakikisha ya kwamba anafanya shughuli zake vizuri, na sisi tunakuletea kile ambacho kinajiri maeneo haya. Alhabibi, asalamu alaykum. Wa alaykum salam, Sheikh Ilyas. Vipi? Kwema kabisa. Alhamdulillah. Mambo mazuri. Salama bwana. Bwana, nimekufuma. Shangaa bwana. Hivi nani hivi? Hivi vina mwenyewe. Vina mwenyewe. Kama vina mwenyewe bwana, mimi ni vipigi bwana. Ala. Basi inshallah, karibu inshallah. Tafadhali, mashukuru. Asante sana bwana. Raha Forodhani ndio hii bwana. Kwa majina naitwa Ilyas Ibn Shabani Al-Mubajjal. Mwenzangu naitwa? Naitwa Hamadi bin Yunus bin Masa. Mashaallah. Alakhi Hamadi, huu ni Mwangaza Mtaani na tunakuwa na maswali, lakini pia lengo letu ni kuongezeana maarifa. Leo tunazungumzia swala zima la madada hawa, hasa kipindi hichi cha mvua. Tumeshuhudia wanapokutana na tope
mtaani anapita anakutana na tope au maji yametuama, basi anapandisha nguo yake. Tena sio kidogo, anajisahau, mwingine anapandisha mpaka kwenye mapaja, magoti. Sasa wakati anapofanya hivi, nguo yake ameiona na thamani kuliko mwili wake, ama mwili una thamani kuliko nguo yake? Hakika mambo ni kwamba mwili una thamani kuliko nguo, lakini kulingana na mazingira na akili kipindi hicho ndio imemsababisha yeye kusahau kwamba yeye ana thamani zaidi mwili wake kuliko ile nguo. Ndivyo. Sasa ameogopa tope. Hakika kwamba tunaweza kusema ameogopa tope, lakini sasa kulingana na akili yake kipindi kile imelenga yeye moja kwa moja kwamba nitoe tope, wakati ndo anajiweka katika hali ya uchi, unaweza kusema kitu kama hicho. Lakini ni uhalisia kwamba yataka sana kuchunga manake uangalie shakhsi yako mwenyewe, thamani yako mwenyewe, lakini kwa hakika wakina dada ni watu wenye kukafilika sana kwenye mambo kama haya. Naam. Nini kinapelekea hilo sasa? Wallahi kubwa nafikiri ni katika swala la elimu. Elimu ya kidini kidogo ni mushkeli. Ni tatizo, maana kama mtu ambaye amesoma madrasa vizuri akawa anafuata dini yake, la kwanza kuangalia ni stara yake. Alafu kishapo ndo ataangalia kama hawa matope ni vipi, lakini hilo naweza kufikiri kwamba inaweza kuwa ni tatizo. Kidogo dini maana yake tumeweka nyuma sana. Na hata ukiangalia kina dada wenyewe ambao wanapandisha juu hizi nguo, wengi ukiangalia ni nusu Muislamu nusu ndio hivyo wako hivyo. Lakini kama sidhani mtu kama kapiga majalabibi yake yale kisawasawa, nguo mpaka chini, aweza kupandisha juu nguo juu? Hawezi. Lakini nafikiri ni hivyo. Unamwambiaje sasa yule anayekutazama akiwa na tabia kama hiyo? Kwa sababu mfano tumesema wakina dada, sasa yeye si huyu anayekutazama. Kumwambia vipi labda? Akiwa na tabia kama hiyo unamhusia nini? Kwa tabia hiyo, kwa sababu tumezungumzia hawa ambao wanavaa madera. Sasa yeye kavaa suruali, sasa sidhani kama yeye anaweza. Hapana, huyu anayekutazama kupitia kamera ambayo iko mbele yetu. Kumwambia manake sana labda ni kuvaa nguo ambazo zinaweza zikawa, kwa mfano labda uko na viatu ambavyo vinaweza kuhimili manake matope, naweza kusema hivyo, kwa sababu kuna sehemu nyingine ukapita, kama lao utakuwa labda umevaa katika vitu ambavyo vitakuwa ni vyenye kuharibika zaidi, wewe lazima uhepe yale matope. Huo ndio halisi ulivyo. Lakini cha almuhimu kwamba kuangalia wakati mwingine hata labda matope mengine inawezekana kuna hali fulani za kinajisi, na sisi Waislamu vitu kama hivyo ni mushkeli. Kwa hivyo labda inawezekana ni kukunja suruali au kuweka katika hali ambayo huwezi kupata matope. Labda naweza kusema hivyo kifupi. Shukrani sana bwana. Shukrani bwana. Asante sana. Sasa unajua hivi vinaitwaje hivi? Hivyo vinaitwa vikokoto. Sasa hii raya vikokoto bwana. Uwe na kinywaji. Sasa hii hapo kwa maana ndio umekule kokoto. Hongera sana bwana. Shukrani bwana. Shukrani. Piga vitu hivyo hapo. Asante sana. Shukrani. Bado tuko maeneo ya Forodhani na tunasogea hapa kwa dada yetu akiwa anaendelea na majukumu yake kutafuta riziki. Dada, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kwema kabisa? Kwema. Kwa majina naitwa Ilyas ibn Shaban Al-Mubajjal, natokea Radio Nuru Tanga, kipindi ni Mwangaza Mtaani. Mwenzangu unaitwa nani? Fatma. Fatma nani? Ali. Fatma Ali. Geuka huku dada kidogo tuongee kidogo. Fatma nani? Ali. Fatma Ali. Mkazi wapi? Tanga. Mkazi wa Tanga. Barabara. Dada yangu, kwenye Mwangaza Mtaani leo tunajadili kuhusiana na tabia ya baadhi ya kina dada ambao wanapoona tope barabarani katika kipindi cha mvua kama hiki, anatembea akikutana na tope, basi anachofanya ni kunyanyua nguo yake ili kukwepa zile tope. Mwili wake unadhihiri, unaonekana, na vijana baadhi yao wanasema eti kwamba wakati huo wanawatega vijana. Wakati anapofanya hivi, nguo yake wakati huo itakuwa ina thamani au mwili wake ndio utakuwa una thamani? Mwili wake una thamani. Kwa nini sasa ananyanyua na udhalilisha mwili kwa kuogopa tope? Hajielewi, naona hana maadili ya dini. Itakuwa hana maadili ya dini. Wewe ushawahi kumuona mtu akifanya hivi? Naona. Na pengine ulipomuona ulichukua hatua gani? Na umeenda na nafsi yangu, mtu mwingine huwezi kumwambia ukweli. Anaweza kagomba au? Asiyejielewa anaweza kagomba. Kuna vijana wanasema huwa eti wanawatega. Ni kweli huwa wanaofanya hivi wanawatega vijana? Hapana. Sina uhakika ni hapo.
Wewe ulishawahi kufanya hivi? Mimi mwenyewe siwezi hicho kitu. Mashaallah. Wanasihi nini sasa wanakutazama kuhusiana na hiki? Kina dada wenzio unawaambiaje ambao wana tabia kama hii? Nilikuwa naomba kina dada wenzangu wajihifadhi, hata kama kuonewe na matope, kusiwe na matope, lakini vazi la mwanamke ni stara. Na anapokutana na tope afanyeje? Yaani avuke kama kawaida tu, kama ni kwenda kufua ataweza kwenda kufua nyumbani akifika. Bora ichafuke nguo kuliko kujidhalilisha, si ndio? Umesema unaitwa Bi Rahma au Bi Fatma? Mashaallah. Bi Fatma, Bi Fatma, hongera sana. Shukran sana, Allah akulipe kila la kheri. Amin. Bi Fatma, poza koo kwanza. Asante, shukrani. Shukrani. Asante sana. Alhabib. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema? Alhamdulillah. Mambo mazuri? Salama kabisa. Safi bwana. Kwa majina naitwa Al-Mubajjal Ilyas ibn Shaban. Mwenzangu unaitwa nani? Naitwa Saif Said Hassan. Kutokea wapi? Mimi ni hapa Tanga. Kutokea Tanga. Ndio. Mashaallah. Huu ni Mwangaza Mtaani. Ndio. Tunapita, wakati mwingine tunakuwa na swali, wakati mwingine tunajadili kitu ambacho kitaongeza maarifa mtaani kwetu. Na leo tuko maeneo ya Forodhani hapa. Leo tunajadili kuhusiana na tabia baadhi ya kina dada pindi wanapoona tope ama maji kipindi hichi cha mvua, wanapandisha nguo zao kwa kuogopa zile tope. Sasa wakati anapofanya hivi, mdada kama huyu, mwili wake utakuwa ndio una thamani au nguo zake ndio zina thamani? Yaani kipi amekipa thamani wakati anapofanya hivi? Kwa mtazamo wangu inaonekana wakati anafanya hivyo amethamini zaidi mwili wake. Amethamini nguo isichafuke. Hali ya kuwa ameacha mwili wazi. Sasa kwa mimi ninavyoona ni bora ikachafuka nguo lakini mwili ukahifadhika. Naam. Kwa hiyo alitakiwa afanyeje? Alitakiwa aache nguo ichafuke ili mwili uhifadhike. Kwa sababu ukishaacha mwili wazi na maana ni katika madhambi. Kiungo cha mwanadamu hususan wa kike ikionekana inakuwa ni dhambi. Hata mwanaume pia, lakini kwa mwanamke tunazungumzia umbo lake lote linaonekana kama ni uchi. Kwa hiyo akiacha wazi kiungo chake chochote ambacho katika vile vilivyotajwa kwamba ni katika uchi, basi anakuwa ameingia katika madhambi. Sasa ni bora akachafua nguo lakini akahifadhi mwili wake. Ulinda kuchafuka moyo sasa. Maana madhambi yanachafua moyo. Yanachafua moyo, inatia doa kwenye moyo. Naam. Mashaallah. Umesema unaitwa? Naitwa Saif Said. Mnasihi basi dada anayekuangalia. Mpe neno. Kwa dada ambaye anatuangalia live katika YouTube channel yetu, ni bora akahifadhi mwili wake kwa njia yoyote awezayo. Yaani atakiwa achafue vitu vyote kama vile nguo, kama ulivyotoa Sheikh hapa, Sheikh Mubajjal anasema ni bora akachafua nguo zake lakini akahifadhi mwili wake. Kwa hiyo ni washauri dada zetu wahifadhi miili yao, viungo vyao na sauti kwa ujumla. Kila kitu ambacho kimezungumzwa katika dini yetu basi akihifadhi ili asijakaleta shubha kwa baadhi ya wanaume, kwa sababu kuna ndugu zetu ambao wana maradhi katika nyoyo zao. Anaweza akasikia sauti au akamuona akaona kiungo chochote akatamani au akashawishika ikamuingiza katika dhambi, na ule mwanamke naye ataingia katika madhambi kwa sababu amemshawishi mtu mwingine kuingia kwenye dhambi. Shukran sana Habib. Asante sana. Barakallahu fik. Asante sana. Poza ko Sharif. Asante sana. Okay. Mtazamaji, bila shaka umeyapata haya yanayonenwa na ndugu zetu wakiwa wanaeleza yale ambayo yanapaswa kufanywa pale ambapo itatokea hivi. Sasa kwema? Mambo mazuri? Kwa majina naitwa Ilyas ibn Shaban Al-Mubajjal, natokea Radio Nuru Tanga. Mzee wangu naitwa nani? Naitwa ndugu Bernard Michael Musa. Bernard Michael Musa. Naona upo Forodhani hapa, umepoa. Amepoa hapa, amepumzika kidogo hapa. Mazingira unayazungumziaje? Mazingira haya nataka niyazungumzie kwamba ni mazingira mazuri kwa sababu kila mtu anapenda kuja Forodhani. Na lengo nini yani watu kupenda kukaa? Unajua unapokuja huku kama unakuja kubadilisha kidogo mawazo fulani. Kama ulikuja na mawazo unakuta kidogo mnakutana na wenzako wawili watatu mnabadilishana mawazo, huyu anaongea hivi basi maisha yanakwenda. Safi sana. Sasa mzee wangu bwana, huu ni Mwangaza Mtaani, ni kipindi cha Mwangaza Mtaani. Huwa tuna maswali lakini wakati mwingine tunajadili mada mbalimbali zinazoongeza ufahamu. Leo tunaangalia baadhi ya tabia za kina dada pale ambapo kipindi cha mvua kama hii wanapokutana na tope ama wanapokutana na sehemu ambayo ina maji ama ina nini, unamkuta yule dada anapandisha nguo zake kiasi ya kwamba
wale wote walioko maeneo yale wanauona ule mwili, wanauona mwili wake. Wakati anapofanya hivi, mwili wake atakuwa kaupa thamani au nguo ndio kazipa thamani? Mwili yani kama amepandisha nguo, ina maana kitu pale ambacho amekipa thamani, pale hakuna thamani bwana. Yani pale tayari amefanya upotofu fulani hivi, kwa sababu hasa kama mtoto wa kike au mtoto wa kike unapotembea kuna nguo maalum za kuvaa. Huwezi kwenda na nguo hapo kazipandisha juu namna hii. Inaonyesha kwamba wewe sio mwadilifu. Unapokuwa mwadilifu huwezi kwenda huku unapandisha nguo ovyo ovyo. Si kaona tope? Hata ukiona tope yani kidogo angalau sio kupandisha mpaka huku, ni hapa kidogo tu miguuni hapa. Lakini ukipandisha mpaka juu huku mpaka mwili wako unaonyesha vitu ambavyo havieleweki, wewe umepotoka. Si jambo jema. Sio jambo jema kwa wastani, sawa kabisa. Ndio. Waeleze basi wale kina dada wenye tabia kama hii, unawanasihi na unawaambiaje? Wakina dada wenye tabia kama hiyo ninavyowasihi wasifanye tabia za namna hiyo, sio vizuri na zinapotosha maadili. Umeelewa? Napotosha maadili na wao wenyewe na yeye mwenyewe ambaye anafanya hivyo ni kwamba hata hadhi yake inapungua. Anapoteza hadhi. Anapoteza hadhi. Jamii inamchukulia mtu wa kawaida sasa. Amechukua mtu wa kawaida tu, lakini amepoteza tayari ile hadhi yake ya usichana, kwamba yeye ni msichana mzuri. Labda hata kama ni wewe labda umependezewa umfuate ule. Lakini ukiona kama ana mambo kama namna ile una hata hamu na wewe. Kwa hiyo heshima ya mwanamke ni kujihifadhi. Heshima ya mwanamke ni kujihifadhi. Ndivyo. Heshima mwanamke ni kujihifadhi, hata wewe mwanamume. Ndio. Na heshima yako unatakiwa nawe ujihifadhi. Uvae nguo zako nzuri kama ulivyovaa. Kama alivyovaa na wewe ulivyovaa na kama vijana wangu walivyovaa pale. Ndio mavazi ya heshima. Mavazi ya heshima. So umevaa nguo sijui zimekaa hivi, sijui zimekaa hivi. Wapi kwa wapi bwana? Umesema unaitwa? Naitwa ndugu Bernard Michael Musa. Na ninafanya biashara, niko soko la Uzunguni hapa. Niko hapa karibu tu. Bwana Mungu akubariki. Amina. Kwenye pesa katika biashara yako. Tuko pamoja. Asante sana bwana. Basi wanaupoze. Shukrani bwana. Ndugu Bernard, yauzi? Ndio Bernard. Asante sana. Wakati wote bwana wewe, mimi niko hapa. Asante bwana. Hapa utatoa huko. Huu ujumbe lazima ufike bwana. Tuko pamoja. Asante. Shukrani bwana. Asante sana. Okay, basi usiache kuangalia hichi kipindi. Kitakuwa Jumapili saa 3 usiku. Kitaruka kupitia Radio Nuru Tanga, YouTube. Tuko pamoja. Tutakiangalia siku ya Jumapili. Na zawadi uliopata bwana inatoka Shankari. Asante sana. Mungu awabariki sana. Asante bwana. Haya. Okay. Unaifungua? Naifungua mimi, nianze kuburudika bwana. Sasa umenipa nini? Subiri nini? Subiri nini? Agera bwana. Brother vipi? Mzee kwema? Kwema. Mambo mazuri? Naona umepoa hapa. Nimepoa. Maeneo ya Forozani. Ni mara yako ya kwanza au una tabia ya kuja maeneo haya? Ni mara yangu ya kwanza kuja hapa. Kilichokuleta nini? Nimekuja tu kuangalia mandhari hapa. Kiufupi anapendeza sana. Ukija kidogo na unajisikia hivi, najisikia raha. Mashaallah. Kipindi ni Mwangaza Mtaani na huwa tunajadili kwa pamoja kuhusiana na mambo mbalimbali ya kijamii, ya kidini na yoyote yale. Mimi naitwa Al-Mubajjal Ilyas Shabani, hii ni Radio Nuru. Mwenzangu anaitwa? Naitwa Hija Hamisi Mkubili. Hija Hamisi Mkubili. Ni mkazi wapi? Ni mkazi wa Sahare Msufini. Okay. Leo tunajadili kwa pamoja kuhusiana na tabia baadhi ya kina dada ambao kipindi kama cha mvua kama hiki utakuta mtaani wanapopita wakiona tope ama maji wanapandisha nguo zao na kuacha miili yao wazi kwa sababu tu wanaogopa yale maji, wanaogopa zile tope. Wakati anapofanya kama hivi, atakuwa mwili wake ameupa thamani ama nguo ndio amezipa thamani zaidi? Kwa mantikio hapo ni nguo ambayo ameipa thamani. Pia si jambo zuri kwa sababu mwili wa mwanamke, kwa mfano sisi hapa Waislamu tunaamini kwamba mwili wa mwanamke wote ni uchi au tupu, isipokuwa tu viganja vyake au na macho yake pia na uso wake. Kwa anapoonyesha kiungo chake cha mwili inakuwa ni sawa sana yupo uchi tu. Kuna baadhi ya vijana wanasema kwamba huwa wanafanya vile kuwatega vijana. Hii ikoje? Ni kweli?
Ni kweli kwa namna nyingine. Ni kweli. Na vijana huwa mnategeka? Maana naye ni kijana bwana. Ni kweli tunategeka. Ni kweli tunategeka. Ila kwa ambao tuna imani inakuwa ni ngumu kutegeka. Kwa nini? Kutokana na misingi tu ambayo mtu amejiwekea. Lakini wengine wanaingia. Wengine wanaingia. Dada yule bwana. Basi wasia kina dada wenye tabia kama hii. Na wasia kina dada wenye tabia kama hii. Kiukweli si tabia nzuri sana. Yaani si tabia nzuri hata kidogo. Fuata tu miongozo yako ya dini inavyosema. Fuata heshima na adabu jinsi gani inatakiwa uishi. Kuvua nguo kama hivi au kupandisha nguo si moja kati ya maadili mema. Kwa jitahidi wakina dada na usia sana mjitahidi muwe katika misingi ambayo imenyoka. Fuatisha sana mazingira yenu ya kidini. Shukrani sana. Shukrani sana. Asante. Usiache kufuatilia kipindi saa 3 kamili siku ya Jumapili. Radio Nuru Tanga YouTube. Inshallah. Asante sana. Shukrani sana. Poza kwa bwana. Endelea kupunga upepo. Shukrani sana. Asante sana. Shukrani bwana. Mtazamaji, kama ambavyo umeweza kushuhudia kile ambacho kimeweza kutokea maeneo haya ya Forodhani, bila shaka umeweza kupokea nasaha, lakini na kile ambacho tumeweza kuongezeana nacho maarifa na watu wale ambao tumeweza kukutana nao katika Mwangaza Mtaani. Na wewe ambayo umeweza kutufuatilia, bila shaka tayari namba ya vocha umeweza kuiona hapo na umeweza kujipatia vocha ya shilingi 1500. Wewe ambao umeipata, usiache kudondosha comment yako hapo ukituambia kwamba umepata vocha ya mtandao gani, ya kiasi gani. Insha Allahu azza wa jalla, Mwangaza Mtaani inawaangazia tunakutana nao kwa kupata zawadi kutoka kwa Shankawi, lakini na wewe pia ambaye unafuatilia unapata zawadi kutoka Radio Nuru Tanga. Mimi naitwa Al-Mubajjal Ilyas Ibn Shaban, nyuma ya kamera amesimama Besti Hafidh. Katika siku ya leo kama ambavyo tumeweza kuwasikia wale ambao wameweza kutoa nasaha zao kuhusiana na kile ambacho tumejadili kwa pamoja, bila shaka tumeongezeana maarifa. Kikubwa ni kuweza kuchukua yale ambayo tumeweza kuambiwa. Fahamu ya kwamba Uislamu umeweza kufundisha mafundisho kwa mwanamke kuweza kujistiri mwili wake. Mwili wa mwanamke ni mwili wa thamani, haulinganishwi na kitu chochote kile thamani yake. Hivyo mwanamke mwenye kujua thamani yake hatakiwi mwili wake kuuacha wazi hata sehemu moja, zaidi ya zile sehemu ambazo ikibidi basi ameruhusiwa kuweza kuziacha uso na viganja vyake ikibidi tena. Lakini mwanamke ambaye anajua thamani yake huwa anautetea mwili wake na kuhifadhi kwa hali na mali. Hivyo bora zichafuke nguo zako, bora ukumbane na changamoto yoyote ile, lakini uhakikisha kwamba mwili wako unabakia kuwa ni wenye kustiriwa. Ewe dada, usiogope tope, usiogope kuchafuka mwili ukachafua moyo wako kwa kumwasi Mola wako. Fahamu adhabu ya Mola wako ni kubwa zaidi kuliko adhabu ya kufua nguo yako, kuliko adhabu ya kwenda kununua nguo sabuni ukaweza kufua nguo yako. Tuchukue na saa hizi tulizoweza kukutana nazo. Jitahidi mwanamke kuweza kujistiri, jitahidi mwanamke kuweza kulinda heshima yako ili uwe ni katika wale wenye kufaulu. Mimi naitwa Al-Mubajjal Ilyas Ibn Shaban, Mwangaza Mtaani. Leo maeneo ya Forodhani hatuna la ziada. Hongera sana kwa Al-Akhi Shankawi popote pale alipo. Allah azidi kukubariki kutokana na kuendelea kusapoti kipindi chetu na kuweza kuleta tabasamu kwa wale ambao tunakutana nao. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ila liqa. 94.5 Radio Nuru FM Tanga.